Utaporudi kwa Allah, ikuepushe adhabu Allah. Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Africa TV katika Maktaba ya Afrika, kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kupitia vitabu mbalimbali. Humu ndani tunafanya uchambuzi wa vitabu. Ni sehemu pekee ambayo tunapeana maarifa kwa kuangalia mambo mbalimbali ambayo yameandikwa katika maandishi. Huko nyuma zamani watu walikuwa na misemo mbalimbali wakiwatweza wa Afrika ya kwamba ukitaka kumficha kitu mtu mweusi basi kiweke katika maandishi, lakini hivi sasa haiko hivyo tena. Waafrika wameamka, watu wanasoma vitabu, na si tu kusoma bali tunao hata waandishi wa kwetu ambao tunajivunia kuwa nao. Karibu sana, hii ni Maktaba ya Afrika. Jina langu ni Ali Mfaume na leo nimepata nafasi ya kuwa na brother Mohamed Kibamba ambaye tutakuwa naye hapa tukichambua kitabu ama tukizungumza kuhusiana na kitabu ambacho kinaitwa Co-Genius. Hivyo wala hujasikia vibaya, Co-Genius. Tutakuwa naye hapa akitupitisha kuweza kufahamu mwandishi ameandika kitu gani hasa katika hiki kitabu na kipi ambacho sisi tunaweza kujifunza, lakini tunayo audience ambapo hapo baadaye itapata nafasi ya kushiriki nasi na kutoa maoni ya kile ambacho tutakizungumza na maswali kama yatakuwepo. Brother, karibu sana. Asante sana brother Ali Mfaume. Uko vizuri? Ipo vizuri kabisa. Karibu sana kwenye Maktaba ya Afrika, tunajivunia kuwa na wewe na tumefurahi kuwa na wewe. Asante sana, nashukuru. Co-Genius. Kwanza tuanzie hapo. Co-Genius inamaanisha nini? Yaani hiyo title kwa maana ya Co-Genius. Asante sana kwa swali zuri, na swali hili linanipeleka moja kwa moja kwenye kutoa jibu la kwa nini mpaka nimefikiria tuje na kitabu cha kujadili cha Co-Genius. Yes. Sasa hivi katika jamii zetu tumekumbwa na changamoto kubwa sana ya watu kwenye kutambua uwezo wao, kwenye kutambua zile niseme skills ambazo ni za kipekee kwa wao kwenye kufahamu katika utendaji wa masuala mbalimbali. Na katika hiyo hali inapelekea kwa maana kwamba kuna changamoto kubwa sana katika masuala ya ajira na katika masuala ya watu kwenye kujua kitu gani amekuja kukifanya aidha baada ya kumaliza taaluma fulani na elimu zao. Sasa kwenye kufahamu ule uwezo wa kipekee ambao mtu anakuwa nao unasaidia sana kwenye mtu kwenye kujua sasa je eneo gani ambao yupo katika imara zaidi na wapi ambapo anaweza kufanya kazi katika hali ya ubora, katika ule ubora na ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo maana yake kitabu kinatusaidia ama kinamsaidia mmoja kujua uwezo ambao yuko nao. Yes, na katika maana kubwa zaidi ni jinsi ya kugundua uwezo wa kipekee ambao mtu yupo nao. Ndio maana ile Co-Genius. Uwezo wa kipekee. Uwezo huo ambao ni kila mtu anao. Kila mtu anao huo uwezo wa kipekee, hiyo Co-Genius. Kila mtu yuko nayo. Yes, tunaamini kwamba mwanadamu yote ameumbwa na sifa ambazo ni za kipekee na ule uwezo ambao binafsi alionao yeye kama yeye. Na katika uwekezaji ambao mwanadamu anaweza kuja kufanya katika ile sifa ambayo yeye pekee alionayo, inaweza kumsaidia zaidi kwenye kufanya kile kitu katika hali ya ubora na ufanisi zaidi. Kuna watu wanasema kitu kimoja hivi, utaniambia kama niko sahihi, ya kwamba hiki kitu sio kitu changu, sio vitu vyangu. Yaani kuna baadhi ya vitu mtu kama hata kama anao uwezo wa kufanya, lakini tayari amekalili ya kwamba kuna mtu fulani ndio ana uwezo, kwamba fulani ndio mjuzi wa mambo ama ndio anajua kila kitu, yeye anaweza akafanya hichi kitu. Hiki kitu mimi sio kitu changu. Wanakuwa sawa na anakuwa sawa mtu anayesema maneno haya. Huenda mtu ambaye anasema maneno hayo anaweza akawa sawa au pia anaweza siwe sawa. Ila ni uzuri ni kwamba kupitia uchambuzi ambao tunajua kufanya kwenye kitabu hichi kinampa mtu nafasi ya kuelewa sasa kama unasema haupo sawa au sio kitu chako katika utendaji wa kitu fulani. Je, upo sawa katika eneo lipi? Na wewe ili kujua sasa upo sawa katika eneo lipi, maana yake kuna baadhi ya vitu inabidi uvifahamu ambavyo vinaweza kusaidia kujua okay, mimi kwa namna ambavyo nilivyo na utambuzi wangu na aidha taaluma ambayo nilionayo inanisaidia zaidi kwenye kutambua katika ule utendaji wa kitu fulani. Na pia kwenye kitabu hichi mwandishi amejaribu kwenye kumpa mtu mifano halisia na kumuonesha kwamba kwenye kufahamu ule uwezo wako ambao upo katika ubora katika utendaji zaidi, basi ukipita katika njia hii na katika mambo haya hapa inakufanya unakuwa tofauti na kwenye kufanya kile kitu katika hali ya ubora na ufanisi zaidi. Karibu brother, tupitishe kwenye kitabu tuanze kukitazama. Kipi hasa mwandishi amekiandika? Okay, asante sana. Kama ambavyo nimesema awali, kitabu kinaitwa Co-Genius. Co-Genius ni kitabu ambacho kinaenda kuangalia jinsi ya kufahamu ule uwezo wa kipekee ambao mtu alionao. Kitabu hichi kimeandikwa na mwandishi anaitwa Joel Arthur Nanauka. Okay. Ambaye Joel Arthur Nanauka kiufupi tu ni kwanza ni mwandishi wa vitabu, pia ni life coach, pia ni mwanasiasa. Na katika vitabu mbalimbali ambavyo ameviandika ni pamoja na Co-Genius, ameandika vitabu vya Money Formula. Samahani, naomba tutoe pia credit. Wakati nafungua kipindi nilisema kwamba sasa hivi Afrika tumepiga hatua, sio tena kama zamani kwamba
ukitaka kumficha kitu Mwafrika basi kifiche katika maandishi. Hivi sasa tuna wasomaji lakini pia waandishi wa kwetu. Joel Athan Nanauka ni Mtanzania by the way, kimeandikwa na Mtanzania wa kwetu kabisa, na kama ambavyo umesema ni life coach na hivi sasa ameingia katika siasa. Moja kati ya watu makini sana na ambao wanawasaidia watu wengi sana katika safari ya kujitambua. Ni kweli. Ni kweli, na katika kitabu hichi ambacho Chambuzi ndio kuja kufanya ni moja kwa moja, yani msomaji ambapo ataanza kusoma kitabu cha Cogenius, anapoanza kukisoma kile kitabu na baada ya kumaliza kile kitabu ni watu wawili tofauti. Kwa mwanzo anapoanza kusoma kile kitabu kuna maarifa na vitu ambavyo anakuwa havifahamu, ila baada ya kuja kuhitimisha kwenye kusoma kile kitabu anakuwa ni mtu tofauti, kwa maana kwamba kupata maarifa mapya na uelewa tofauti na kwenye kujitambua zaidi ni nani na kuwa tofauti na mtu mwingine. Kitabu hichi kina sehemu kubwa 3. Kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya pili pamoja na sehemu ya 3. Nitapenda nitagusia katika kila sehemu katika vile vitu vya msingi zaidi, na mtazamaji wetu na msikilizaji basi ataanza kuenda kwenye kufuata kitabu zaidi kwenye kuingia ili kupata maarifa mengi zaidi. Yes. Ndio. Na kwenye kitabu katika sehemu ya kwanza inasema kwamba kila mtu ni genius kwenye eneo fulani la maisha yake. Je, wewe unalijua la kwako? Kila mtu ni genius. Mimi Mohamed ni genius, kaka hapo ni genius, na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ni genius. Je, unalitambua eneo lako lipi ambalo ni genius? Kuna mwanafizikia mmoja maarufu anaitwa Albert Einstein alisema hivi kwamba kama utamhukumu samaki kwa kushindwa kupanda mti, basi siku zote samaki atajiona kwamba amefeli na hana akili. Kama utamhukumu samaki kwenye kushindwa kupanda mti, basi siku zote utaona kwamba samaki amefeli na hana akili ya kuweza kufanya jambo fulani. Kwa ile yani huo msemo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuna jambo fulani ambalo si kila mtu ataweza kufanya jambo fulani katika hali ya ubora na ufanisi zaidi, ila kila mtu anakuwa na ule uwezo wa kipekee ambapo yeye anaweza kufanya ile jambo katika ubora na ufanisi zaidi. Samaki eneo lake ambalo anaweza kufanya katika ubora na ufanisi zaidi ni kulingana na mazingira na ule Mungu ambapo alipomtengenezea, ambao ni katika eneo la majini. Yeah. Yes. Ila ukija mwanadamu kiingiza katika sehemu la majini huenda asifanye vizuri katika ubora zaidi kuliko katika, kwa sababu sio eneo lake. Yes. Yeah. Moja kati ya quotes maarufu sana by the way, na moja kati ya quotes ambayo inawasaidia watu wengi wakati mwingine hata kwenye kuwafariji mtu. Anaweza akashindwa kitu akasema bana, kama ile quote ya Albert Einstein inavyosema kwamba ukimjaji samaki, if you judge a fish by its ability to climb a tree, ataamini maisha yake yote kwamba hawezi kufanya kitu hicho kwa sababu sio katika eneo lake. Yeah. Ni kweli. Kwa hiyo katika ni mwandishi amejaribu kutuonesha katika moja ya hatua ya awali kabisa kwenye namna gani kujigundua na kujua uwezo wako kipekee ambao ulionao ndani yako, ni katika kuanza na hiyo utangulizi wa huo msemo. Na pia sasa kuna unaweza ukagundua vipi uwezo wako yani wewe ule upekee ulionao katika, kwa maana kwamba kipaji ulichonacho na uwezo ulipo ndani yako kwa kufanya katika kuwa na mtu mwingine tofauti. Amejaribu kugusia katika maeneo makubwa 3. Kitu cha kwanza ni key differentiator, kwa maana kwamba kuna kitu ambacho kinakufanya wewe unakuwa tofauti na mtu mwingine. Mfano leo tukisema labda mathalan katika timu ya mpira. Katika timu ya mpira tunafahamu kwamba kuna wachezaji 11, kwa maana kwamba wale ambao wanaingia ndani ya pitch. Ila katika wale wachezaji 11 kuna mmoja ambaye atakuwa na sifa za kipekee ambao ni ule upekee wake na ule kipaji chake binafsi ambacho ulichonacho kinachomfanya yeye anakuwa tofauti na ule mtu mwingine. Kwa hiyo mpaka hapo ni moja ya kitu ambacho kinakuonyesha kwamba kile kipaji ambacho mtu alichonacho ambacho ni uwezo wake binafsi ambacho kinamfanya yeye anakuwa yeye yupo tofauti na mtu mwingine. Kama nimekuelewa vizuri, unachojaribu kusema hapa ni kwamba wote tunaweza tukawa tunafanya kitu kimoja. Yes. Lakini wote japokuwa tunafanya kitu kimoja, kuna mwenzetu anafanya zaidi kabisa, ama anafanya kwa utofauti kabisa. Okay. Mwandishi amejaribu kuonyesha katika hiyo namna, katika moja ya njia ya kugundua ule uwezo wako wa kipekee ulionao ndani yako. Kitu kingine ni ile perfection note. Perfection note kwa maana ipi? Kwa maana kwamba kuna katika timu ile mathalan katika sehemu za kazini kwamba unaamini kwamba mtu fulani akipewa jukumu la kufanya jambo fulani au usimamizi wa kitu fulani, basi huenda atafanya katika hali ya ubora na ufanisi zaidi kuliko mtu mwingine. Ofisi yetu si tunaye mtu mmoja anaitwa Swale. Ndio. Ukitaka jambo lako liende vizuri basi mkabidhi yeye. Basi ndio hapo mwandishi anajaribu kutuambia kwamba katika moja ya vitu vya awali vya kwenye kutambua utofauti na upekee ambao mtu mmoja anao tofauti na mwingine, ni moja katika ile engo ya perfection note. Kwa maana kwamba mtu anafanya kitu katika hali ya ubora na ufanisi zaidi. Kama kitu labda amepewa labda kufikia asilimia fulani, yeye anaenda zaidi zile asilimia, ili baadaye matokeo ya kile kitu kinakuwa katika hali nzuri na katika ubora zaidi. Chingine ni combination of your skills, knowledge, experience pamoja na traits. Kwa maana kwamba hivi vitu vyote vikija pamoja, zile skills zako, knowledge yako ulionayo na trait yako vinasaidia sana kwenye kufanya kile kitu katika hali ya ubora. Hapa nitoe mfano katika masuala ya elimu ambazo tunazo. Unakuta leo mtu labda mathalan mtu anaenda kusoma katika labda taaluma ya masuala ya ualimu,
taaluma umeenda kuisomea chuoni. Sasa ukija kuchukua ile knowledge ambayo umeipata katika ualimu, na yeye kama yeye binafsi alikuwa na zile skills tangu katika ukuaji wake na maisha yake kwa ujumla, alikuwa labda anapenda kufundisha au alikuwa anapenda kuzungumza na jamii ya watu katika maana kwamba ya kuwaelewesha masuala mbalimbali, na zile traits ambazo amezaliwa nazo katika maana hiyo, unakuta vile vyote vikivileta pamoja, ile combination ya skills, knowledge na traits ya mtu vinamsaidia yule mtu kwenye kuwa na upekee na kuwa na mtu wa tofauti na kufanya kile kitu katika hali ya ubora zaidi na mtu mwingine. Kwa mwandishi katika sehemu ya kwanza anajaribu kuonesha katika hayo maeneo makubwa matatu. Tubaki hapo kidogo kwenye genius. Ukisema genius kwa tafsiri ya kawaida ambayo watu wengi wameizoea, wanaamini unaposema tu genius moja kwa moja ni mtu ambaye amezaliwa anajua. Hata shuleni ukisikia huyu ni genius, maana yake tunaamini ana uwezo binafsi ambao mtu mwingine yoyote hana. Sasa kwa mambo haya ambayo tumeyazungumza, mmoja anaweza akayatengeneza au yanabaki hivyo hivyo kwamba genius yanazaliwa na huo uwezo peke yake. Kwa hiyo watu ambao umewataja hapa ni watu ambao wamezaliwa na uwezo wa hivyo vitu, ama inawezekana kuvitengeneza? Yes, inawezekana kuvitengeneza, na kwenye kuvitengeneza vyake ni kwenye kutambua wewe upo ubora katika eneo lipi, na kwenye kufahamu ubora wa eneo lipi na ni mwandishi amejaribu pia kuelezea zaidi kwenye sura za mbele ambapo tutakuja kuona, kwa maana kwamba tayari ameondoa ile niseme kama ile ni mtazamo ambao ulikuwa awali, mtu kuamini kwamba genius ni watu fulani tu pekee. Of course ni mtu ambaye amekuwa gifted katika eneo fulani, ila kila mmoja amekuwa gifted katika eneo lake. Changamoto kubwa ambayo tunakuwa nayo ni kwenye kutambua ni eneo lipi ambalo umekuwa gifted, ambalo eneo lile ndio litakufanya kwamba ukawa ni key differentiator, kwa maana kwamba ukafanya vitu tofauti na watu wengine, ukafanya kitu katika perfection note, katika ule ubora na ufanisi ulikuwa mkubwa, pamoja kuwa na ile combination ya skills zako, knowledge yako na pamoja na traits ambazo ukizileta pamoja zinakupata ule uko genius, ule upekee ambao ulionao binafsi katika ule utendaji na katika kila mtu ni genius. Kila mtu ni genius. Yes, kabisa. Itabidi nitafute mimi ni genius kwenye nini. Bila shaka, na katika hichi kitabu nikimaliza of course ni katika moja recommendation kama ambavyo nimesema awali kwamba ni kitabu ambacho unapoanza kukisoma na unapomaliza kukisoma ni watu wawili tofauti. Lazima pale ambapo unapomaliza kusoma utajiona kabisa wewe mwenyewe, either kwa kutambua tu wewe moja kwa moja, au wale watu ambao umewahadisia au ambao wamesoma kitu fulani. Hata ukibahatika kusoma kile kitabu utakuja kuona okay, mbona kama eneo fulani mtu fulani anaingia sana hapa, kwa sababu tayari ushamfahamu kwa namna ambavyo umeishi naye na vitu kama hivyo, na zile sifa za awali ambazo zimejaribu kuonyeshwa na mwandishi kwenye hiki kitabu. Sawa, hiyo ni katika chapter ya kwanza ambayo imeeleza kwamba kila mtu ni genius. Kwa hiyo mtazamaji, wewe ni genius, mimi ni genius, mzungumzaji wetu pia ni genius. Issue tu unajua wewe ni genius sehemu gani? Twende kwenye chapter ya pili. Kabisa. Kwenye sehemu ya pili mwandishi amejaribu kutuambia kwamba kuna aina ngapi za genius na nitatumia vigezo gani kwenye kujua kigezo changu. Sasa mwandishi amejaribu kutuonesha kuna aina 8 za genius. Yes. Ni aina 8 ambazo aina hizo 8 ni aina za mtu kwenye kujua uwezo na ule upekee ambao Mungu amekubariki ndani yako. Sasa katika kujaribu kufupisha mada, nitakuwa nataja kila aina na angalau sifa 2 tu kwenye kila aina. Kisha baada hapo mtazamaji wetu ataenda zaidi kwenye kusoma kitabu. Aina ya kwanza ambayo mwandishi amejaribu kuizungumzia inaitwa verbal linguistic intelligence, au kwa kifupi word smart. Kwamba kuna aina ya watu ambapo wamejaribu kuwagusia kwamba watu hawa ni wale watu wa word smart. Word smart kwa maana ipi? Uzungumzaji wake ni mzuri, na nafikiri unaona hata katika baadhi hata unakuta moja ya vitu ambavyo vinazingatiwa katika masuala ya uandishi wa habari au katika ule uwasilishaji wa habari ni watu wale wenye verbal linguistic intelligence. Mtu ambaye anajua mzungumzaji mzuri. Yes, anapangilia maneno, anajua azungumze nini kwa wakati gani na katika ile niseme katika emotion ya namna ipi kulingana na aina ya habari ambayo anawasilisha. Sasa katika moja eneo la kwanza ambao mwandishi amejaribu kulizungumzia ni ile verbal linguistic intelligence, word smart. Kwa kuna watu ambao wenyewe genius yao ni kwenye uzungumzaji. Yes, kwenye uzungumzaji. Kama vile public speaker, actually kama mwandishi pia mwenyewe. Yes, yeye ni life coach. Very smart. Na katika kwenye kuzungumzia hilo wamejaribu kugusia sifa nyingi mbalimbali. Mimi nitaziwasilisha kubwa 2. Cha kwanza ni watu wazuri katika kutumia maneno. Hiyo ni moja sifa yao, na nyingine pia wanapenda kusimulia mambo mbalimbali. Anapenda kusimulia labda kitu fulani, lifestyle yake na mambo kama hayo. Yote katika namna ambayo ule mtu ambaye anamsikiliza anakuwa yupo very keen kwenye kutaka kujua na anakuwa anapata kitu ambacho tofauti. Kwa hiyo moja eneo ambalo mwandishi amejaribu kuonesha kwamba hapo ni moja eneo ambalo mtu anaweza kutambua ule genius wako upo katika eneo lipi. Verbal linguistic intelligence. Kuna watu hapo huko ni wapiga story wazuri sana, lakini kumbe hawajui kwamba hiyo ndio talanta yao ama ndio genius wao ulipo. Kabisa. Ukikuta mtu anahadithia ama anapiga umbea,
watu wote wanasikiliza, anaweza akaweka kijiji kizima ikawa kinamsikiliza yeye kabisa. Na unakuta hapo pia katika kuongezea, ndugu mtangazaji, ni kwamba unapofahamu ile kama wewe upo word smart katika maana kwamba ya uzungumzaji wako, unakuta huyo mtu mathalan akiingia katika masuala ya kitaaluma akawa labda akapata washauri wazuri, au yeye mwenyewe pia kwa shauku yake akatamani kwenda kusomea baadhi ya zile taaluma ambazo zinamuandaa katika uzungumzaji wa hadhara, anakuwa yupo bora zaidi. Kwa maana kwamba tunarudi tena kule kwenye sehemu ya kwanza, atakuwa ni key differentiator, kwa maana kwamba atakuwa tofauti na wengine, atakuwa katika perfection note, pamoja atakuwa na ile combination ya jumla ambayo tulisema ya skills zake alizonazo, knowledge aliyopata, pamoja na ile traits zake. Na tunaanza kujaribu kuweka ule uhusiano wa hizi namna zilivyokaa. Hiyo ni moja eneo la kwanza ambao mwandishi amejaribu tuambie. Eneo la pili ni logical mathematical intelligence. Hapa amezungumzia wale watu ambao wapo number smart. Yaani watu wa logical mathematical intelligence kwa maana ipi? Kwa maana kwamba wao ni wale aina ya watu ambao wanakuwa hapo more reasoning. Kwa maana ipi? Wapo more reasoning kwa maana kwamba jambo fulani kifanyika, anataka kujua kwa nini limefanyika katika namna hii. Kwa nini tusingefanya hivi? Okay. Kwa nini tumeenda katika hatua hizi as awali? Kwa nini tumeenda katika namna hii hapa? Au ni watu ambao ni logical, yani ni logical mathematical intelligence au number smart. Sio ndo wale watu ambao wanapenda sana detail. Yani unakuta kitu kidogo anataka apate detail nyingi sana. Yes, na details ambao niseme zile ambao ni very logical, kama ambavyo wenyewe wanasema logical mathematical intelligence. Yani kwa mfano hapa kwenye vitabu mtu anaweza akasema mbona hicho kitabu hakijakaa sawa? Yes. Tukipange vizuri. Yes, na mwandishi hapa amejaribu kutoa pia mfano wa watu gani ambao wanakuwa wanaangukia katika hii aina ya pili ya ule genius wao, watu kama maengineer na watu mbalimbali. Kwenye kitabu kule amejaribu kuorodhesha vitu vingi sana. Mimi nimejaribu tu kugusia vichache kwa maana kwamba kwenye kumrejeshia na mtazamaji kadri ambavyo unataja sifa ambavyo tunataja hizi aina, kuna watu wanakuja kichwani. Yani mfano kama hapa nimetoa mfano wa kabisa vitabu hapa, na umesema aina hata ya kozi wanazosoma ni engineer kabisa. Bwana mmoja pia sio ni engineer majumba, yule sio ni architecture, lakini yupo kwenye taaluma yetu. Sasa anatusumbua kwa sababu analeta vitu vya architectural kwenye taaluma yetu. Na ndio maana pale awali nikasema kwamba kwenye kusoma hichi kitabu, either wewe mwenyewe moja kwa moja ukajitambua umeangukia katika eneo lipi, au ukatambua wale watu wanaokuzunguka wameangukia katika eneo lipi. Ambaye eneo lake ama ujiniazi wake upo sehemu nyingine, alafu yuko sehemu nyingine, maana yake ana uwezo wake anaufinya, maana yake hautaonekana na pengine anashindwa kufanya vizuri kwa sababu hayupo eneo sahihi. Swali zuri sana. Na hapo sasa kwenye kujua kwamba uwezo wake upo huku na yeye anafanya katika kitu kingine, tunarudi kule kwenye sura ya kwanza ambapo mwandishi amekuja kusema kwamba ni jaribu kuona katika vile vitu vile ulivyonavyo, je, kitu gani ambacho unafanya katika ubora zaidi? Kwa maana kwamba ile perfection note ipo uzuri katika maeneo yapi yale mawili ambayo unaona unayafanya. Unaweza kuwa una genius katika eneo hili hapa na eneo hili hapa pia una genius, ila katika hayo mawili eneo lipi ambalo unafanya katika ubora zaidi? Ile eneo ambalo unafanya katika ubora zaidi ndio ambalo litakuletea matokeo mazuri na makubwa zaidi. Tamfuata ni mshauri arudi kwenye uinjinia, atupishe kwenye habari. Bila shaka. Na hata mwandishi amejaribu kueleza sifa nyingi, na moja ya sifa aliyosema ni mara nyingi hawawezi kushawishika kwa maneno, kwa maana kwamba wanataka zile reasoning, kwamba reasoning ambayo ni very logical, kwamba why imefanyika hivi na katika namna hivi na kwa nini ilienda katika namna ile. Kwa hiyo ni moja ya aina ya pili ya genius ambayo mwandishi amejaribu kutuonesha. Na aina ya tatu ya genius ambayo mwandishi amejaribu kutuonesha ni spatial intelligence, au kwa jingine picture smart. Picture smart, hawa ni aina ya watu ambao wanakuwa wanaweza kutafsiri mambo au wanaelewa kwa haraka kwenye kutazama tunakuona. Mfano leo tunaona katika moja ya njia za kutafuta taarifa unaenda kufanya tafiti mbalimbali ni ile observation. Unafika tu kwenye kutazama kitu, wala huzungumzi na mtu, wala umuulizi mtu kitu chochote. Unafika tu eneo la tukio ambalo unafanyia tafiti yako husika, wewe unafanya kazi ya kuobserve. Sasa watu wao ambao watakuletea matokeo mazuri sana na katika hali ya ubora ni watu wenye spatial intelligence, au ile wanasema picture smart. Ni watu ambao wanafanana na wale watu wanaoitwa photogenic memory. Kuna wale watu ambao mtu akikitazama kitu kwa mara moja tu anaweza kukielezea chote. Yes, wanaweza kaangukia huko, kwa maana kwamba mtu anafika tu sehemu, wala haongei na mtu, wala azungumzi na mtu, anafanya kazi yake. Na unakuta hata wengine hapo katika hizi idara za intelligence katika baadhi ya maeneo, anafika tu anaangalia, anasema okay, kwa mazingira niliyoona na jambo fulani lilivyokaa na hii na hivi, hapa tunaweza kama labda tuna suspect ngoja kuna jambo fulani linaendelea, au kuna mazingira kitu fulani kimefanyika na vitu kama hivyo. Kwa unakuta yule mtu ana genius katika ile eneo. Kuna mtu mwingine anakuambia nimeona picha fulani, ile katika ile picha nilivyoiona inaniletea huenda hapa kuna jambo fulani limefanyika katika namna hii na hii. Kwa hiyo hao ni wale ambao wanakuwa na ule genius katika masuala ya spatial intelligence. Na mwandishi amejaribu kutaja sifa zao nyingi, na moja ya sifa zilizotaja ni kwamba wanakumbuka matukio mbalimbali kwa kuona zaidi kuliko kusoma. Yaani yeye matukio anakumbuka zaidi kwamba alikiona kitu fulani.
kwa maana kumbukumbu yake ya picha kuona kitu, yani kuona kitu fulani ipo juu zaidi kuliko yale kama alisoma au alisikia na vitu kama hivyo. Pia wanakumbuka rangi mbalimbali kama vile labda rangi za nguo za watu, mtu alikuwaje na vitu kama hivyo. Okay, ile siku ambayo tumeenda pale yule mtu alivaa nguo nyeusi na uhakika alivaa nguo nyeusi, na ukweli baadaye mkija kufanya reference labda kama ni mko mnamfuatilia mtu fulani na kuja kuangalia katika vyombo vyenu unakuja kuona kweli yule mtu alivaa kitu fulani. Kwa wale watu ambao wanaangukia hapo ni wale picture smart au spatial intelligence. Hiyo ni sehemu ya 3 ambayo mwandishi amekuja kuonesha ni genius ambao mtu anao. Sehemu ya 4 ambayo genius ambao mwandishi amejaribu kuonesha ni katika masuala ya bodily au yani nasema kinetic intelligence, body smart. Yani kuna watu ambao wanakuwa na ile, kuna hiyo wanasema ile gesture, mtu mwingine kwamba mtu fulani labda anaelezea jambo fulani ila kwa ile post yake tu ambayo anafanya kuna vitu alikuwa anafanya pale, ishara fulani alikuwa anazifanya, unaona huyu alikuwa anaashiria kitu fulani. Unakuta baadhi ya viongozi wa position mbalimbali za juu hizi na hasa za public officials, unakuta kuna labda wapo kwenye mkutano fulani wa hadhara, kuna ujumbe fulani nataka uwasilishe kwa mtu au katika ile timu yake, na yeye yupo pale mbele anazungumza, kuna kitu, kuna ishara fulani tu anaifanya ambayo yule mtu ambayo ni mmoja ya timu yake anakuwa ameelewa kwamba yani mheshimiwa anakusudia kitu fulani kifanyike, kwa maana ile body smart. Ila katika sifa ambazo mwandishi amejaribu kuzisema kwamba wanajifunza kirahisi katika kufanya vitendo kuliko kusikiliza na kusoma, kwa maana kwamba watu wale ambao wanajifunza vitu katika vile vitendo vyao zaidi kuliko kusoma, kwa maana kwamba kitendo ambacho unakifanya yeye anakuwa ana uwezo kwenye kuelewa zaidi huyu mtu amekusudia kitu fulani. Ndio yule mtu anasema kwenye body smart, kwa maana kwamba hata aina ya mkao uliokaa unatafsiri huyo ana haiba namna hiyo. Kitabu kimoja tuliwahi kukichambua hapa kinaitwa How to Read a Person Like a Book, kwa kinaelezea namna ambavyo kama ambavyo umesema kwamba hata mkao huwa unazungumza kitu fulani, gestures zako ukiwa unazungumza, mikono namna unavyoweka pia inatoa ishara ya kitu fulani. Ndio mwandishi amejaribu kuonyesha katika moja ya genius ambao mtu anakuwa nao ni katika hiyo body smart. Na katika sehemu nyingine ya 5 ni katika music intelligence. Hawa ni music smart. Hawa ni yenyewe yani wao wana sifa yao kubwa ni wanapenda kusikiliza muziki, na hasa katika tungo mbalimbali, muziki katika maana zote, muziki aina zote. Yani niseme kama hizi muziki ya kisasa zile wanasema si ni ngonjera, si vitu gani, yani mashairi, yes, nilikuwa nakusudia kwa mashairi na vitu kama hivyo. Pia wanaweza kutunga mashairi pamoja na muziki mbalimbali. Unakuta kwa hiyo mtu kama huyo, mfano mathalan unakuta siku hizi vio vitu vinatoa yani hizi taaluma katika watu kwenye kujifunza masuala ya music and art vizuri kabisa. Sasa unakuta mtu ambaye anakuwa yupo bora zaidi kwenye kusoma ile kozi na akawa ni anafanya katika hali ya ubora na ufanisi zaidi, ni yule mtu ambaye tayari ameshajigundua yeye binafsi ana uwezo wa kutunga mashairi mbalimbali, ana uwezo pia wa kuimba, labda tuseme hivyo. Huyo mtu kama tayari na amezaliwa na ule uwezo wa kutunga mashairi na kuweza ni sauti nzuri ya kuimba, akaingia katika ile taaluma kule, maana yake yule mtu tunategemea kabisa atafanya kile kitu katika hali ya ubora na matokeo yale kwa juu. Hii ni aina ya 5 genius ambayo tunaizungumzia hapa. Yes, aina ya 5. Na hizi zote mtu anazaliwa nazo. Hizi sio kwamba mtu anajifunza. Kabisa. Hizi ni mtu anazaliwa nazo, kwa hiyo anatakiwa ajichunguze, ajue yeye ana follow wapi, alafu ndo aboreshe. Kabisa. Okay. Na aina ya 6 ni naturalistic intelligence, ambapo hapa ni nature smart, kwamba kuna wengine wanakuwa ni nature smart. Mungu amewaumba na amewapa ule uwezo wao kipekee na ubinafsi katika maana hii hapa. Na katika maana hii hapa wao sifa zao kubwa wakiwa katika nyumba au ofisi wanapenda kila kitu kikae katika mahali pake na katika mpangilio. Kwa maana kwamba watu hawa nature smart wengi wao wanakuwa ni wasafi sana. Unakuta mfano ofisini kwake kitu labda kimewekwa katika mazingira ambayo yeye anaona kijakaa vizuri, anakuambia mbona kitu fulani kimekaa hapa, mbona hii meza mmeweka vibaya, mbona imekaa katika mazingira hapa. Wanapenda vitu vikae katika mpangilio mzuri. Na hao unakuta wanaweza kaingia katika watu na katika masuala ya event management, katika ku manage tukio linakaa katika hali ya ubora na katika mazingira ya ufanisi na mazingira ya kuvutia zaidi. Kwa hiyo hao ni aina nyingine ya 6 ya naturalistic intelligence au nature smart. Na aina ya 7 ni interpersonal intelligence au self smart. Hii hapa mara nyingi hupenda kufanya kazi peke yao, na watu wengi hutafsiri kama wachoyo, na wengine pia wanapenda falsafa mbalimbali. Hawa ni kama ambavyo tumesema ni self smart, kwa maana kwamba wao kama wao wanaamini katika kwenye utendaji kazi wa kitu kwa wao wenyewe. Unakuta mfano katika ofisi mbalimbali unakuta kuna mtu anakuambia kwamba mimi mbali nifanye kazi yangu au jukumu langu katika ile hali ya ubora na ufanisi, napendelea baadaye labda watu wameondoka, mimi nitachukua labda kama masaa 2 au 3 au limoja kuna kazi fulani nifanye, au kama nitakuwa ni muda ule wa kazi unaendelea, basi niwe nimekaa katika mazingira ambayo ni tulivu sana, nitafanya ile kazi katika ubora then nitakuja kuiwasilisha. Au ni ile self
ndo hao ambao wanaitwa introverts. Yes, japo zimekuwepo nadharia mbalimbali ambazo zikionyesha hii sio tabia nzuri, na hasa kwenye ulimwengu wa sasa ambao tuliopo hivi sasa, ambao unahitaji collaboration, unahitaji teamwork, watu wanatakiwa washirikiane. Sasa mtu mwenye tabia hii, ama ndo ana hii core genius yake yeye ni kuwa hivyo introverts, kufanya vitu peke yake, anawezaje kuiboresha ama anawezaje kuifanya isiathiri teamwork yake, akashirikiana na wenzie ndiye bado akabaki kwenye nafasi yake na akawa bora katika sehemu hiyo? Sawa, ndipo hapo tunakuja kusema kwamba pia ni katika kukop na mazingira halisi na yale uhalisia, kuendana na nyakati, kuendana na mazingira ya utendaji kazi, na katika kufanya kazi katika ile teamwork na katika ufanisi zaidi. Umeshafahamu mimi labda ugenius wangu upo katika kwenye ile self smart, kwenye kufanya kitu katika ubora katika namna yangu, kisha baada hapo nikiwasilishe. Labda tumesema labda kesho asubuhi utakuwa na mkutano wa sisi watendaji katika kujadiliana jambo fulani. Basi ile kesho yake, yani kwa maana kwamba ile usiku wa kabla kufika ile kesho, maana usiku wa leo utakuwa na jukumu labda umejifungia mwenyewe, utafanya yale ambayo kama maandalizi vizuri, kisha baada hapo utawasilisha kwa maana kwamba katika kuingia katika mjadala wa makubaliano kwa pamoja. Hautawasilisha kwa maana kwamba ndio amekubaliana, yani ndio ambao tunataka haya yaende, hapana. Kwa maana hivi, kwa maana kwamba kuwa na yale mawazo jumuishi na mawazo ambayo kila mmoja ataonekana amekuwa ni sehemu ya katika utekelezaji wa ile. Maana hapa tunachojifunza pia, licha ya kwamba utambue ujiniazi wako na uishi ufanye vizuri katika eneo lako, lakini kile kitu chako kisiathiri pia watu wengine. Kabisa. Hiyo ni sehemu ya 7 ambayo mwandishi amejaribu kutuonesha ule ugenius ambao mtu anakuwa nao. Na sehemu ya mwisho au sehemu ya 8 kabisa amekuja kusema kwamba ile interpersonal intelligence au people smart. Hapa amekuja kuzungumzia kwamba hawa watu wa aina hii sifa zao kubwa ni zifuatazo. Moja, ni watu ambao wanajali sana hisia za wengine. Ukifiwa, ukiumwa au umepata changamoto yoyote, ni wale ambao people smart. Kuna watu wa aina hiyo. Mfano, mtu amepata changamoto yoyote, jamani, kuna mwenzetu amepata changamoto fulani, tuone namna kumsaidia au tuone namna kuliendea ile jambo ili tuwe sehemu ya faraja kwa ule mtu. Kuna watu ambao wenye sifa za namna hiyo. Na hapa unakuta mara nyingi wanaangukia watu ambao wanakuwa wanafanya pia kazi kama za kijamii. Kwa sababu unapokuta katika masuala ya kijamii, unaingia katika jamii ya watu wengi wenye changamoto mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wewe mtu ambaye tayari una ile interpersonal intelligence, una ile people smart, tayari unakuwa yani upo keen na matatizo na changamoto za watu mbalimbali, maana yake utakuwa upo more responsible katika kuona kwamba namna ipi unakuwa ni sehemu ya suluhisho ya zile changamoto ambazo wanakutana nazo. Na ndo watu nasikia kuna watu wao wanasema kwamba fulani bwana anaweza kuishi sehemu yoyote na anaweza kuishi na mtu yoyote. Yes, ndio hilo people smart, kwamba yani unakuwa unazibeba changamoto au sifa za watu wengine, kama pia ni wewe pia ni sehemu ya kuwa suluhisho ya zile changamoto kwa namna yote ile, kwa namna kwamba unaweza moja kwa moja kama kwenye kusaidia kifedha, kwenye kusaidia kimawazo, kwenye ushauri, hata kwenye kuunganisha watu ambao wanaweza kuwa ni sababu ya kupata suluhisho ya ile changamoto. Kwa katika hizi sehemu kubwa, yani sehemu 2 ambazo mwandishi amezijaribu kuelezea, sehemu ya kwanza kama ambavyo nimegusia awali, sehemu ya pili amejaribu kuonesha zile aina 8 za ugenius ambao watu wanaweza kuwa nazo. Na katika kitabu amechimba ndani zaidi kuonesha katika kwenye kila aina ya ugenius ambao mtu anakuwa na ule uwezo kipekee binafsi uliopo ndani yake, amejaribu kuonesha pamoja na watu hawa wanaangukia pia katika sifa gani na wanaangukia kwenye kufanya kazi za namna ipi, ambazo kazi zile ni ambazo atakuja kuzifanya katika ule ubora ambao tumezungumza awali. Ubora kwa maana kwamba atakuwa anafanya katika hali ya utofauti na mwingine, ubora kwa maana kwamba atakuwa anafanya katika ufanisi zaidi, ubora kwa maana kwamba atakuwa ni mjumuiko wa pamoja wa ile knowledge yake, skills pamoja na traits. Kuna kitu kidogo nataka tukifanye kabla hatuja kwenda kupata mapumziko kwa haraka. Hicho cha 3 tutakuja kumalizia wakati ambao pia tulikuwa tuna conclude mwisho. Katika hizo sehemu 3 za kitabu tumetaja sehemu 2. Tutapumzikia hapa, alafu sehemu ya 3 tutakuja kurudi tukao tunafanya mjumuisho. Lakini kabla tujakwenda kupata break, nataka tuwasaidie watu. Tumetaja hizi aina 8. Tutataja kila kitu kimoja ambacho tumekizungumza hapa, alafu tutajaribu kuguess huyu mtu anatakiwa afanye kazi gani. Kwa mfano, aina ya kwanza tulisema ni word smart. Huyu anatakiwa afanye kazi gani? Okay, wengi ambao wanaangukia kwenye word smart ni mtu anaweza kama ni mwasilishaji, kwa labda mwalimu, mwasilishaji wa mada fulani, anaweza kama mwandishi wa habari, kwa maana kwamba uwasilishaji wake upo katika ubora na vitu kama hivyo. Hapo panatosha. Nataka tuwasaidie wengi. Wa pili tukasema ni mtu ambaye yuko ulimuelezea, lakini sana nadhani maana yake ni kama mtu ambaye yuko very detail oriented, mtu ambaye yupo kwenye ecological sana. Yes. Number smart, exactly. Okay. Hapa wengi wao wanaangukia kama ambao nimesema awali, watu wa reasoning. Katika mfano watu wanaweza kuangukia maengineer, ni wale watu ambao wanakuwa wanatamani yani mfano mzuri haraka ni watu ambao wanakuwa ni maengineer. Engineer. Yes. Picture smart.
Picture Smart nilitoa pia mfano, mtu anaweza kuingia watu wa masuala ya tafiti mbalimbali pamoja na watu wa intelijensia, kwa maana kwamba akitazama tu kitu anakuwa tayari ameshapata tafsiri ya nini kinachoendelea na kitu gani kilichotokea pale katika mazingira ya picha. Jamani, tunawasaidia kujua kazi zenu. Wengine mnajua ubora wenu lakini hamjui wapi muende. Kwa hiyo tunawasaidia hapa tukitaja hivi. Pengine mtu unaweza kaanza kufikiria kwamba taaluma yako ambayo inakufaa kulingana na kitu ambacho wewe ni bora eneo hilo, unaweza ukaenda. Kingine tukasema ni Body Smart. Ndio. Kwenye Body Smart kama ambao tumesema katika ile namna ambayo kuna wale hapo unaweza kuingia hata watu wa fashion. Kuna mtu mwingine hata unasema kwamba muonekano wako umekaa katika, akiangalia anajua kwamba ulikaa utakao vaini. Yes, umekaa katika namna moja nzuri sana. Tunaweza kama mshonaji na vitu kama hivyo. Haya, music intelligence hii nadhani iko wazi inajieleza. Unaweza ukaanza kugani mashairi ukawa mtunzi. Nature Smart. Yes, Nature Smart kama ambavyo tumesema mwanzoni, hawa ni watu ambao wanapenda mazingira kuwa safi muda wote na kwa katika vitu katika mpangilio. Hapa nimesema mfano anaweza kama mtu wa masuala event management wale. Unakuta event manager anahakikisha kwamba tukio fulani kuanzia linapoanza mpaka linapoishia kila kitu kimekaa katika namna ambayo inayotakiwa. Self Smart hapa sasa ule utambuzi wa wewe mwenyewe moja kwa moja. Kwa maana ipi? Kwa maana kwamba hapa ndio ile ambayo tumesema kwamba muda mwingine wale ma introvert na muda mwingine inaonekana kama labda ni kama wanapenda kujitenga au vitu kama hivyo. Yes, ila ni ile hali ambayo ni wale ambao wakipewa labda jukumu fulani au wakipewa kazi fulani kuifanya, basi atapenda haifanyi, kisha baada hapo aiwasilishe, then baada hapo kwenye kuwasilisha atawasilisha mawazo yake ambayo kwa asilimia kubwa sana inaweza katika ule usahihi zaidi. Wa mwisho kabisa ni interpersonal. Yes, hapa kwenye interpersonal ambao tumesema hawa ni watu ambao wanapenda kujali watu wengine, na hapa mfano mzuri wa watu ambao wanafanya labda kazi za kijamii zaidi, mfano maendeleo ya jamii. Pia tunaweza tukawaweka kiongozi anatakiwa, yes, masuala ya ile public engagement moja kwa moja. Kwa ni watu ambao wanapenda yani wanajali na kuchukua changamoto matatizo watu wengine kama ni ya kwao na kuona namna gani kupata suluhisho ya zile changamoto ambazo. Brother Mohamed, asante. Bado tuko na wewe na bado kuna kipengele hatujamaliza kwa maana ya sehemu ya 3. Tutarejea tena kwako baada ya kuwa tumepata michango na maswali kutoka kwa audience yetu ambayo tuko nayo hapa. Mtazamaji, tunakwenda kupata break fupi kisha tutarejea, lakini na kuacha na swali. Core genius yako katika hizi 8 tulizotaja, je, ni ipi? Je, una siri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah ikwepushe adhab Allah. Naam. Baada ya mapumziko mafupi sasa tumerejea, na kama unakumbuka kwamba nilikuuliza mtazamaji katika hizi 8 kama utakosa hata moja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini hopefully umepata sehemu ambayo wewe pia unaweza ukajifichia hapa. Hivi sasa tunatoa nafasi kwa audience yetu ambayo tuko nayo ishiriki nasi kwa kutuambia kitu gani ambacho umejifunza katika kitabu hiki, lakini kama yatakuwepo maswali pia tutayakaribisha, na moja kwa moja tunaanza na Brother Remiji. Karibu. Asante. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Remiji. Mimi nitakuwa kama na swali au niseme kwamba challenge au changamoto kwenye hicho kitabu kimewasilishwa vizuri. Nilikuwa na kwamba nataka kujua mwandishi ametuelezea namna hizo core genius nini, bahati mbaya hajatuambia hawa watu wanawezaje kushirikiana kwa pamoja, hawa watu wa 8 ambazo yeye amezielezea. Lakini pia natamani kwamba kitabu kingetoa unawezaje kuzitambua kwamba wewe labda uko vizuri kwenye reasoning ambao numbering, lakini labda uko kwenye word smart. Bahati mbaya kwamba nilikuwa natamani kujua action step. Asante sana. Shukrani sana brother kwa initiative nzuri na swali zuri pia. Pass mic hapo kwa brother, naye brother karibu, utaanza kwa kujitambulisha majina yako na kitu gani ambacho nakifanya, kisha baada ya hapo moja kwa moja tutaingia kwenye mchango wako kama ni swali pia. Asante. Kwa majina naitwa Ibrahim Said Baruti, ni mafunzi wa Kampala, nasoma shahada ya bachelor ya masoko. Mimi nilikuwa na maswali mawili. Swali langu la kwanza ni kwamba inawezekana mtu akawa na core genius ndogo na akaidevelop, na swali la pili ni kwamba ikitokea kwa mfano mtu ana core genius lakini ana changamoto, labda kwa mfano yeye anapenda kuongea lakini hayuko confidence na kwenye kufanya public speaking, hiyo changamoto unaweza kuiondoa vipi? Ni hivyo tu. Sawa, asante kwa maswali mawili mazuri. Moja kwa moja sasa tunahamisha mic kuipeleka kwa brother. Brother karibu,
Utaanza kwa kujitambulisha majina yako, utatuambia wewe ni nani na kitu gani unafanya, pia utakaribia kwenye mada. Karibu. Asante. Jina langu ni Athau Nyumba. Taaluma yangu mimi ni mwanasheria. Mimi kidogo nilikuwa na mchango kidogo tofauti na swali. Mchango wangu uko sehemu ndogo tu katika zile core genius 8 ambazo wamezielezea. Mimi naweza nikazivunja nikawa nimezigawanya katika maeneo makubwa matatu ili watu ziwasaidie. Wanasaikolojia wanasema katika utaratibu kuna wanadamu wameumbwa katika makundi ya namna 3. Kwanza kuna watu wanaitwa audible learner, pili kuna watu wanaitwa visual learner, na tatu na watu wanaitwa kinesthetic learners. Hawa visual learner ni wale watu wanaosoma kwa kutazama, yani yeye ili aelewe kitu inabidi akitazame. Kwa hiyo wewe ukitaka kujua umeingia katika aina gani ya hizo core genius 8, jiangalie utaratibu wako wa kusoma. Wakati unasoma katika namna gani. Wa pili ni audible learner, ni wale wanaosoma kwa kusikia. Na hili ndio kundi kubwa la watu. Yani kwa mfano hata mimi niko katika kundi hili. Kwa hiyo ili nijue core genius yangu ni ipi, lazima nijue nikitaka kusoma nasoma katika utaratibu gani. Na kundi la mwisho ni kinesthetic learners. Ni wale watu ambao wanasoma kwa vitendo. Yani ukimwambia hii ni meza, lazima umuoneshe kwamba hii ndio meza. Au labda bwana hichi ndio kiti, lazima umuoneshe kwamba hichi ndio kiti. Sasa huyu pia naye anajiangalia yeye anaweza kuingia katika core genius namna gani. Kwa hiyo namba rahisi ya kuzitambua hizo core genius ili ujue wewe umeingia kwenye core genius gani, angalia wewe uko katika sifa gani katika hizi sifa kubwa 3. Shukrani. Shukrani sana brother Atwau, na tupasie mic brother pale kwa maana yeye ndo atakuwa mtu wetu wa mwisho tuweze kupata kama ni swali au kama ni mchango ambao utakuwa nao. Brother, maswali yote haya nakukopia, kwa hiyo usipate tabu. Lakini uzuri brother Atwau yeye ametoa mchango sio swali. Brother, karibu. Kwa majina naitwa Yahya Saidi, mwanafunzi wa Al-Maktoum, nasoma ICT. Hapa mwandishi ametoa ujumbe ambao kuishi wakati wa sasa kunachangia mawazo yasiyo ya lazima ambayo yanatenganisha na ukweli. Swali langu, je, kuna umuhimu gani wa kukubali na kuishi na changamoto badala ya kuyakimbia? Rudia tena kidogo nikupate vizuri. Kukubali kuishi na changamoto badala ya kukimbia. So umuhimu, yani kwa nini mtu ukubali kuishi na changamoto kuliko kukimbia. Sawa, asante. Naamini maswali yote yamepokelewa vizuri, na brother tunarejea kwako. Na wakati huu sasa itakuwa ni wasawa kuyajibia maswali, lakini pia tutakupa nafasi ya kutamatisha katika ile sehemu ya 3 ambayo tutakuwa tumeiacha. Swali la kwanza liulizwa na brother Remiji, yeye akiuliza swali lakini pia akitaka kufahamu katika hizi core genius 8 ambazo tulitaja katika zile aina, kama kuna uwezekano wa mtu akazishirikisha zote hizi kwa pamoja. Je, kitu kama hicho kinawezekana? Sawa. Na kwanza asante sana, na pia ni jaribu kuongezea kingine katika swali lake, pia jaribu pia kutaka kufahamu kwa namna ipi unaweza kujua ule genius ambao ulionao katika eneo fulani. Okay. Jibu ambalo ni mwandishi pia amejaribu kuelezea kwenye kitabu kwamba hasa kwenye sura ya mwisho, kwa maana kwamba sehemu ya 3 amejaribu kusema kwamba moja ya njia ya kuweza kutambua wewe genius wako upo katika eneo gani, mara nyingi ni kwenye kushirikisha wale watu wanaokuzunguka. Wale watu wanaokuzunguka ndio ambao wanajua wewe unaweza kitu fulani. Mfano mzuri, labda leo tunasema labda wachezaji mpira, mchezaji fulani labda Lionel Messi au Cristiano Ronaldo, yule hakujitangaza kwamba yeye ni mchezaji bora au kusema mimi naweza kufanya kitu fulani. Hapana, wale wanamtazama ndio wamesema okay, mtu fulani anafanya kitu fulani katika ubora zaidi, na mtu fulani yupo tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo hata mwandishi kwenye kitabu sehemu ya 3 amejaribu kusema kwamba moja ya njia ya kipekee na rahisi ya haraka kutambua kwamba upo ubora katika namna gani, labda katika word smart au katika picture smart, katika zile zote tumesema 8, katika ile jamii inayokuzunguka, watu wako wa karibu ndio wanamjua zaidi wewe ni mtu bora kiasi gani. Ndio maana tunaambiwa kwamba ukitaka mtu ujue tabia ya mtu, basi wewe mwambie kutambulisha marafiki zake. Kwa maana kwamba marafiki zake wanamjua yule mtu yupo bora katika kitu fulani. Mtu fulani anaongea sana, mtu fulani anafanya kitu fulani. Kwa hiyo katika kujibu ile swali la namna gani kujua genius wako, mwandishi pia amejaribu kuonesha njia zipi ambazo unaweza kuziendea kwenye kutambua ule genius wako. Swali hilo la kwanza. La pili kwenye ambalo ameliuliza kwamba je, unaweza kuzicombine kwa pamoja? Jibu ni yes, unaweza kuzicombine kwa pamoja. Ila yani katika kuzicombine kwa pamoja kuna katika hizo zote ambazo umezileta pamoja, lazima kuna moja ambayo utakuwa unaifanya katika ubora zaidi. Ndipo ambapo mwandishi amejaribu kuelezea katika sura, yani sehemu ya kwanza, kusema kwamba ile key differentiator ambayo inakufanya unakuwa tofauti na mwingine. Kwa maana kwamba katika zile 8 ambazo amejaribu kuzisema, je, ipi ambayo inakufanya unakuwa tofauti na mwingine, au ipi ambayo inakufanya wewe
unaifanya vizuri au kuweka tofauti na zile zingine ambazo umejaribu kuziwasilisha. Na je, ipi ambayo unaifanya katika ule ubora na ufanisi zaidi? Na ya tatu ni kitu gani ambacho kinakufanya kwamba ile skills ulionayo na knowledge ulionayo pamoja na traits ulizonazo zinakupelekea wewe kupata ile combination ya kitu kizuri. Kwa maana katika zile 8 ambazo zimewasilishwa na mwandishi wetu unakuja kuona okay, lazima kutakuwa kuna moja ambayo itakuwa katika hali ya ubora na ufanisi zaidi. Kwa katika maswali mawili naomba niyajibu katika hiyo namna. Sawa, swali lingine limetoka kwa brother Ibrahim. Yeye nadhani swali lake la pili umelijibu wakati tunajibu swali la Remigia kwamba utazitambua vipi, lakini swali lake la kwanza alikuwa anauliza kuhusiana na kwamba kama mtu ukataka kuidevelop core genius yako, yani ukatambua ni hii lakini unaiona ipo kwa udogo, labda unataka udevelop kwa ukubwa zaidi na ilete manufaa, unafanyaje? Na kwanza inawezekana kudevelop, lakini mbili, how do you do it? Yes, jibu la kwanza ndio inawezekana kudevelop ile core genius yako, na jibu la pili yes, kuna uwezekano kwa maana kwamba kujijengea ule uwezo zaidi katika ule upekee ule unao. Mfano tukiangalia katika ile ya kwanza ya verbal linguistic intelligence ambayo ni word smart. Katika word smart kwamba ushajua wewe kwamba ni mzuri sana katika kuzungumza, unapangilia maneno vizuri. Je, namna ipi ambayo bora unaweza ukajiboresha kwa maana kwamba ukawa ni nguli katika ile ugenius wako? Jaribu kushiriki kwenye midahalo mbalimbali ambayo itakupa nafasi ya kuzungumza. Jaribu kushiriki katika uwasilishaji wa mada mbalimbali. Mfano labda katika presentations mashuleni, upo vyuoni, kuna kazi imepewa ya kikundi, unabidi iwe presented. Jitolee wewe kupresent. Mwanzoni uenda ukafanya sio katika ubora zaidi, ila kadiri unazidi kufanya ile wasilisho na kuzungumza mbalimbali katika ile hadhara ya watu wengi, basi unakuwa bora katika ule upangiliaji wa maneno, katika uzungumzaji, katika ule uzungumzaji uliokuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo tukija kujibu ile swali moja kwa moja kwamba njia ipi ambayo unaweza kutumia katika kukuza ule genius wako katika eneo fulani, basi kwenye kupractice zaidi na kwenye practice makes perfect. Improvement na mwisho practice make perfect. Kuna mtu alikataa hiyo akasema practice ina make kuna kitu alikisema, alikataa kwamba practice make perfect, akasema practice makes improvement, not perfect. Of course mwisho wa siku mtu akiwa improved huenda akafikia kwenye perfection, though sasa kwenye efficiency mwanadamu haifiki 100%. Okay. So tunaweza tukabaki kwamba pale kwenye practice makes improvement. Kwa kuna mchango pia kwa brother Twau, labda kama utakuwa na lolote la comment kwenye hilo. Alizi-categorize hizi zote core genius 8 katika vipengele vikubwa vitatu. Akitaja kwamba kuna audible, visual na yes, ni kweli kabisa, na hiyo ni ile briefly summary ya kujaribu kuonesha zile 8 zote zinaangukia katika hizo ndani kubwa, tuseme categories kubwa tatu. Kuna wale ambao wana ile kusikia moja kwa moja, hiyo ya visual pamoja na kinesthetic ambao kama alivyosema. Kwa hiyo naungana naye moja kwa moja. Brother Yahya amemaliza kwa kuuliza kwamba umuhimu wa kukubali na kuishi na changamoto. Yani kama utajua kitu ukijui, kukubali kuishi na hiyo changamoto, kuna umuhimu gani wa mtu kufanya hivyo? Sawa, kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema matatizo hayakimbiwi, matatizo unabidi uyakabili. Ni kweli kwamba ukishafahamu kwamba labda una changamoto fulani, mfano labda tuseme kwamba mimi hapa nina ile word smart, labda ndo ugenius wako po hapo. Sasa je, changamoto yangu mimi labda huwa nikienda katika kuzungumza na watu mbele labda natetemeka au nakuwa na ile hali fulani ya uoga. Wewe utasema kwa sababu natetemeka au nakuwa na hali fulani ya uoga inabidi niache kwa sababu ndio changamoto yangu au ndio ile weakness yangu. Hapana. Unabidi ufahamu ile weakness. Mwasilishaji wa uchambuzi ambao unakuta ushafanyika awali kwamba kuna ile namna kwamba moja ya njia pia ya kuwa bora na katika ule utekelezaji jambo fulani, baada ya kujitambua wewe ni nani, unaweza kufanya kitu gani, ni namna kuzikabili zile weakness zako. Kwa maana kwamba ndizo changamoto moja kwa moja. Kwa hiyo ni kuzikabili moja kwa moja na kuzikubali baada ya kuzikubali then kuja Brother Mohamed, asante. Kwa hakika tumestafidi katika yale mengi mazuri ambayo tumeyapata kutoka kwenye kitabu hicho. Tunakupa nafasi sasa ya kusum up na kumalizia katika ile sehemu yetu ya mwisho. Asante. Kama ambavyo nimewasilisha awali kwamba kitabu chetu cha Core Genius ambacho kimeandikwa na mwandishi wetu Joel Athana Nauka amejaribu kuelezea jinsi gani ya kugundua uwezo wa kipekee uliopo ndani yako. Na katika sehemu ya tatu amejaribu kuweka maswali ambayo yatakumsaidia msomaji kwenye kujua okay, katika vile kwenye zile sifa ambazo za kugundua uwezo binafsi ambao mtu alionao ndani yake, je, maeneo gani, njia zipi ambazo anaweza kuzitumia kwa ajili ya kwenda kukutambua ule uwezo wake. Moja ya njia ni kwenye kuuliza wale watu ambao una associate nao katika mazingira yako kila siku, ndugu, marafiki na majamaa ambao unakuwa upo katika mazingira yako kila siku, wanatambua zaidi wewe ni upo bora katika eneo fulani, wanakujua tabia yako,
wanajua mwenendo wako ulivyo, na pia inaweza kusaidia wewe kujua kabisa okay, mimi fulani ujiniasi wangu na upekee katika utendaji wa kufanyaji wa hichi kitu katika ubora na ufanisi zaidi unapatikana eneo fulani. Pia mwandishi amejaribu kwenye kusisitiza zaidi, kwa maana kwamba baada ya kutambua ule ujiniasi wako, kwa maana kwamba ule ubora katika utendaji wa eneo fulani ni kwenye kwenye kunoa, kwenye kukinoa kile kipaji chako, kwenye kukinoa katika maana zote. Mfano mtu ambaye labda ni verbal linguistic intelligence, kwa maana kwamba word smart, umeshajua kwamba okay, mimi uwezo wangu ni katika uzungumzaji wa hadhara mbele za watu na katika upangilio wa maneno katika hali ya ubora na uzuri zaidi. Okay, njia ipi mradi mimi niwe bora zaidi katika hichi kitu? Manake jaribu kujihusisha na mijadala mbalimbali ambayo itakupa nafasi ya kuzungumza mbele za watu, kwa maana kwamba leo siku ya kwanza umeongea umekosea, au labda ulikuwa na hali fulani ya kuwa na kitete na kuogopa, mara ya pili kuja kuzungumza hautakuwa tena na ile hali, maana utakuwa unazidi kuwa improved zaidi kadiri muda unazidi kwenda. Ni hivyo pia katika zile zingine. Na pia mwandishi amejaribu pia kwenye kushauri, kwa maana kwamba hichi pia kitu nikiseme ni ushauri wangu pia mimi binafsi kama nikiwa ni miongoni mwa wasomaji, kwa maana kwamba kitabu cha Cogenius, na ukiniambia labda hadhira gani ni au watu gani wasomaji gani ambao itawafaa zaidi, of course jamii nzima inawafaa, ila kuna wale huenda wakawa ni walengwa zaidi. Walengwa zaidi mimi naweza kusema pia ni pamoja na wanafunzi. Kwa maana ipi wanafunzi? Unakuta mtu yupo tayari katika shuleni anasoma vitu fulani hivi na hivi, ila huenda anapata changamoto ya kujua okay, mimi labda upekee wangu, ule uwezo wangu kutambua ule ujiniasi wangu upo wapi zaidi kwenye kufanya kitu katika hali ya ubora na ufanisi zaidi. Kile kitu kitakuja kumsaidia mtu sana hata katika uchaguzi wa ile, kwa maana kwamba kitu gani akakisomee katika taaluma yake ajiandae nayo. Inamsaidia kama tayari atakuwa ameshafahamu ule uwezo wa kipekee alionao ndani yake. Kama wewe una uwezo wa kipekee, mfano katika masuala ya word smart, unakuwa unajua okay, mimi ni mzuri sana katika uzungumzaji, na confidence nzuri sana kwenye kuzungumza mbele za watu. Okay, labda sasa kozi gani nikaisomee ambayo itanisaidia, ndio narudi kule awali kwenye kufanya kitu katika key differentiator na ni perfection note, pamoja na ile katika, kwa maana kwamba ku align skills, knowledge yangu na trait yangu. Okay, kumbe mass communication mimi inanifaa zaidi, kumbe masuala ya public administration mimi inanifaa zaidi, kumbe masuala ya ile community engagement mimi yananifaa zaidi kuliko masuala ya people smart na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwandishi amejaribu kuonyesha katika nyanja hizo. Pia mwishoni kabisa amejaribu pia kushauri kwamba mbali na kitabu ambacho amekiandika cha Cogenius ambacho kimechapishwa mwaka 2020, amejaribu pia kugusia kwamba kuna vitabu mbalimbali, Ishi Ndoto Yako, Ishinde Tabia ya Kughairisha Mambo, Money Formula, vitabu vingi sana mambo ambavyo mwandishi ameviandika. Na kwa kutoa credit kwake niseme kwamba ni miongoni mwa vijana ambao walitajwa katika vijana 100 wenye ushawishi barani Afrika, na pia huenda pia ushawishi wake umekuwa mkubwa zaidi kupitia katika kalamu yake ya uandishi. Tunamshukuru sana kwa kalamu yake. By the way, katika zile 8 wewe una follow wapi? Naogopa kujisemea moja kwa moja labda ila uzuri kwa sababu wale ambao wanaotazama na ile audience ambayo ambayo ipo hapa moja kwa moja inaweza yenyewe ikani categorize specific labda katika eneo lipi, either eneo moja au kuna eneo zaidi ya moja. Mimi na follow wapi? Wewe mimi moja kwa moja nitasema una follow katika verbal linguistic intelligence. Mtazamaji wewe wapi unajua? Asante, tukushukuru sana brother Mohamed, asante sana kwa audience ambayo tumekuwa nayo kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa ambako tunatamatisha kipindi chetu bora kabisa cha Maktaba ya Afrika. Langu jina ni Ali Mfaume, nilikuwa na brother Mohamed Kibamba. Mpaka wakati mwingine. Je, unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhabu